Kanisa la Kiinjili la Kilutheri Tanzania KKT limeunga mkono utendaji kazi wa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania awamu ya 5 Dr. John Pombe Magufuli ya kuwawajibisha watendaji wote wanaotumia rasilimali za nchi kwa manufaa yao wenyewe. Vitendo vya kuwavua madaraka baadhi ya viongozi wa serikali wanaobainika kuhusishwa na tuhuma za ubadhirifu wa mali za umma ni miongoni mwa mambo yanayoungwa mkono na kanisa hilo, hali itakayojenga uzalendo wa taifa hili. Taarifa zaidi na mwanahabari wetu Zefania Renatus. Ni katika ibada maalum ya kuwekwa wakifu na kuingizwa kazini ya askofu mteule Dr. Frederick Shaw, kuwa mkuu wa kanisa la Kiinjili la Kilutheri Tanzania KKKT, ibada ambayo imefanyika katika usharika wa Moshi mjini mkoani Kilimanjaro. Katika ibada hiyo, askofu Dr. Frederick Shaw, ambaye ameingizwa kazini rasmi baada ya mtangulizi wake askofu Dr. Alex Malasusa aliyekuwa mkuu wa kanisa hilo kwa kipindi cha miaka 8 iliyopita, na hatimaye kumaliza muda wake kwa mujibu wa kanuni na taratibu za kanisa hilo. Dr. Frederick Shaw ameweka mtazamo wake juu ya utendaji kazi wa serikali mpya ya awamu ya 5. Tunahitaji kufanyia mapuzio na katika msingi wa uwazi, ukweli na haki, ili wengine wasio na nia njema kama ilivyoshiriwa leo na wewe waziri, wasije wakachukulia kuwa ni fursa ya kuwaokoa wengine ambao wewe hawana. Aidha, suala la vurugu zinazotokea bungeni likazungumziwa na askofu huyu, huku akionya kuwa tabia hiyo inaleta taswira mbaya kwa jamii na taifa kwa ujumla. Waziri Mkuu wa Tanzania Mheshimiwa Kassim Majaliwa aliyehudhuria hafla hiyo kwa niaba ya Rais wa Tanzania Dr. John Pombe Magufuli ameweka bayana lengo la serikali katika kutatua sintofahamu zinazotokea bungeni na kuleta hisia tofauti katika ukuaji wa demokrasia hapa nchini. Askofu Dr. Frederick Shaw, ambaye pia ni askofu wa Dayosisi ya Kaskazini, amepokea kijiti cha kuwa askofu mkuu wa kanisa hilo na ataongoza kanisa hilo kwa kipindi cha miaka 8 ijayo. Zefania Renatus, Star TV, Kilimanjaro.